Naam, habari. Kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo, mimi ni mwanaharakati huru. Siku hii ya leo nimekuja mbele yenu kwa ajili ya kuweza kuzungumza machache ambayo nimeweza kuainisha kwenye simu yangu hapa kwa ajili ya kuweza kupongeza juhudi kubwa zinazofanywa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Ikumbukwe rais wetu ni rais mwenye huruma, ni rais mwenye huruma, ni rais mwenye huruma, ni rais mwenye huruma. Ninazungumza haya kwa sababu tumeona vitu vingi sana rais wetu ameweza kuvitimiza na watu wengi sana ameweza kuonea huruma. Mwisho wa siku mpaka leo wako raiani, na bahati mbaya watu wenyewe wamekuwa hawana shukrani, sasa hivi wameanza kumdhihaki tena. Naona, lakini tukija upande wa maendeleo nitakuja kuwagusia huko mbele. Tukija katika upande wa maendeleo, wote sisi tumekuwa mashahidi, rais wetu amekuwa ni kinara wa kila kona: sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya nishati, sekta ya utalii, sekta nyingi, sekta ya maji, yani sekta nyingi sana, sekta ya viwanda, sekta ya biashara, sekta ya ujenzi. Yani sekta, ninapokuambia sekta siwezi kuzimaliza. Kiukweli rais wetu amefanya jukumu moja kubwa sana. Isitoshe, hata siku ya jana tuliweza kumuona rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiwa anatoa tuzo kwa waandishi wa habari ambao wameandika miradi mbalimbali. Tumeona pale imetia motisha kubwa sana kwa waandishi wa habari kuweza kuandika habari za kijamii zaidi, habari za nchi yetu, ni namna gani rais wetu anatekeleza. Wale waliotoa tuzo wanajiita taasisi inaitwa Samia Kalamu Award. Maki hapa watu kuna mchanganyiko hapa. Kuna nyingine inaitwa Kalamu ya Samia Inaongea. Hiyo ni tofauti na hii kidogo. Lakini watu jana, kuna mtu rafiki yangu mmoja alikuwa anamuuliza, "Hii mbona kama inafanana na Kalamu ya Samia Inaongea?" Nikamwambia hapana, hii inaitwa Samia Kalamu Award. Jukumu la Kalamu ya Samia ni kwenda kutembelea miradi, na wazungumzaji ni viongozi wa serikali. Ushanifahamu? Ni wa viongozi wa serikali ndio wazungumzaji. Kweli wanaokwenda ni waandishi, lakini Kalamu ya Samia hiyo Kalamu ya Samia Inaongea haishindanishi waandishi, hapana, bali waandishi wanakwenda kuandika miradi. Jukumu la Samia Award, Samia Kalamu Award inashindanisha stori za waandishi wa habari juu ya miradi iliyotekelezwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Hapa nasi meza kuliweka sawa. Kwanza niwapongeze TCRA, niwapongeze TAMWA kwa kazi kubwa, na nimpongeze. Yote haya yamefanyika kwa sababu ya upendo wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutekeleza vyema miradi kwa ajili ya kuweza kuwahudumia Watanzania. Ndugu zangu wa Tanzania, mmeanza kuniona kwa muda mrefu sana nikiwa napongeza kazi kubwa za Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimegeuzwa kila aina ya majina kwa sababu ya upendo wangu kwa rais wangu, kwa sababu ya upendo wangu kwa taifa langu. Nimeitwa chawa, nimeitwa nani, majina yote nimeitwa, lakini nikasema hapana, siwezi kukata tamaa eti kwa sababu mtu kanitungia tu jina, eti kwa sababu mtu kanidhihaki jina kwa sababu ya kumpongeza rais wangu. Niko tayari kudhihakiwa jina kwa namna yoyote, lakini sitasimama kupongeza kazi kubwa zinazofanywa na rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaona daraja la Kigogo Busisi. Laiti kama haya maneno yazungumzwa na watu kila uchwao, laiti kama rais wetu Samia Suluhu Hassan asingekuwa na nia njema na Watanzania, mradi huu usingeendelea. Mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere mpaka sasa hivi umeshakamilika. Laiti kama rais Samia asingekuwa na kiu ya Watanzania kupata umeme, wala asingeendelea. Tumeona daraja la Wami limeshaisha, watu walikuwa wanakufa, lakini mpaka sasa rais Samia ametekeleza kwa kiasi kikubwa sana, daraja limeweza kukaa sawa. Yani nikisema ni kuhesabie, tukiangalia treni ya mwendo kasi SGR, tumeona tungesema kwamba rais Samia hana nia na Watanzania, SGR isingeendelezwa. Leo hii bandari ya Dar es Salaam, bandari ndio uti wa mgongo wa taifa mojawapo, kwa sababu tunapozungumza uti wa mgongo wa taifa, hizi kamera zinazoturekodi, simu zinazokuja, licha kwamba nyingine zinapanda kwenye ndege, lakini bandari ndio kitu kikubwa. Akaona hapana,
urasimu ni mwingi, Watanzania wanahitaji wapate faida wote. Tunafanyaje? Tukipeana wenyewe kuongoza hizo bandari tunatiana hasara. Alafu mwisho siku watu wanaoneana aibu kuadhibiana. Rais akasema sitaki lawama kwa mtu yoyote, sitaki lawama kwa mtu yoyote. Kikubwa wote tunahitaji faida. Hadi Mtanzania wa chini anahitaji faida apate kutokana na bandari hii. Akaamua kuweka DP World. DP World sasa hivi kila Mtanzania amekuwa ni shahidi. Sisi tunaokaa ng'ambo ya bahari tunafahamu. Tukipita zamani tulikuwa tukipita tunakuta meli zimerundikana. Sasa hivi meli zinaingia mara kwa mara bandarini, zinakwenda kuhudumia Watanzania na wenzetu wanaotuzunguka kwenye mipaka yetu. Jamani, bahari inaingiza fedha. Inaingiza fedha nyingi sana. Kwa rais akaona hapana, tusipoteze asilimali hii ya bahari yetu. Licha watu walisimama, wakamsema, wakazungumza kila aina ya maneno, bandari hivi, bandari hivi. Hii ndivyo ilivyo. Na mimi nikwambie tu rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi cha kukwambia ni kitu kimoja. Vumilia, Mungu anakupa mitihani. Na hii muda mwingine ndiyo njia yako ya heri kwa sababu ifuatayo. Unapoyatimiza haya, unatoa sadaka. Licha kwanza nafasi yako ya uraisi, licha kwanza jukumu lako ni kuhudumia Watanzania, lakini unapotenda hili na unapotutendea sisi haki wa Tanzania kama unayotutendea sasa, kiukweli hata Mungu mwenyewe anakuangalia kwa jicho la rehema. Kuna watu wengi wanaabudu wakiwa na amani, watu wanaswali wakiwa na amani. Mwenyezi Mungu anakuangalia kwa jicho la rahma. Ndio maana Mungu anakupa utulivu. Yanapokuja mambo mengi yanazungumzwa, ndio maana utetereki, licha kwamba unaumia kama binadamu. Na sisi ama mimi kama Kombo najitokeza kukutetea rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kwamba rais wangu endelea kuvumilia. Huo ndio uongozi. Maneno kwa binadamu ndiyo yaliyoumbwa. Binadamu hawa ndiyo walioumbwa na Mungu, lakini baadhi yao hawatambui umuhimu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo rais wangu hili usilishangae. Wengine wameumbwa na Mwenyezi Mungu, lakini wanaona kwamba wao hawajaumbwa na Mwenyezi Mungu. Ukiwaambia kuhusu habari ya imani, ukiwaambia kuhusu habari ya kuumbwa, hawakubali. Hawa binadamu hata Mwenyezi Mungu anavijua vitimbi vyao. Anavijua vitimbi vyao. Kwa rais wangu, endelea kutekeleza majukumu ambayo yaliyokuwa mbele yako bila ya kuwa na hofu na binadamu yoyote. Zaidi tanguliza dua zako, rehema zako kwa Mwenyezi Mungu. Unapowahudumia vyema Watanzania, na wewe unajitengenezea mazingira mazuri ya pepo nzuri. Katika sisi watu ambao mimi kama Muislamu naamini kwamba tumeahidiwa pepo. Pepo hii pale tunapofanya wema. Taifa limebeba mambo mengi sana. Rais unapotekeleza miradi mingi, mwananchi mmoja tu akitokea akisema Mwenyezi Mungu nakushukuru kwa neema hii, rais unaandikiwa neema, unaandikiwa kheri. Mashehe wapo, mimi sio shehe, ila ninazungumza kwa kile ambacho ninachokiona kwako. Rais wetu una roho ya utu. Una roho ya huruma. Nitarudi kidogo nyuma kwenye swala la siasa. Nchi hii watu walikuwa shakata tamaa kuhusu siasa. Demokrasia ilikuwa imesha dead. Lakini ukasema hapana. Sisi wote ni Watanzania. Hutaki kumnyima haki mtu, mwisho wa siku ukaja ukapata dhima mbele ya Mungu wako. Ukasema hapana. Lazima nirudishe kile kinachotakiwa kuwa ni haki kwenye Tanzania, nitakirejesha. Ukairejesha kwa imani yako kwamba nataka tutengeneze nchi ya pamoja. Lakini leo wamejitokeza watu wale waliowarejeshea. Ndio maana anakuambia si kila mmoja anaweza kushukuru kutokana na neema anayoipata. Mwingine baada ya kushukuru, mwingine anakufuru. Kwa hiyo hao wote upaswa kuwazia. Kunachowaza wewe rais wangu, jukumu lako kwamba umetekeleza haki yako, umetekeleza kile ambacho ulichokikusudia. Ina maana hukuwanyima haki wapinzani, umewapa haki kubwa sana wapinzani. Lakini wapinzani wenyewe wameshindwa kuitunza haki yao, wanahitaji wafanye tena vurugu. Yani mimi nawatoleaga mfano ni kama wale wana Israeli walioenda na Bwana Musa.
Kila wakati tunataka chakula kikashusha chakula kutoka kwa peponi. Mimi leo natabawali, wanasema nisizungumze Kiarabu inaweza nikakosea bure. Ninazunguka kila pande kwa ajili ya kuweza kutolea mfano kwa kazi kubwa ambayo binafsi unaifanya. Kwa mimi nimeona miradi mingi ambayo umeweza kuifanya, vitu vingi ambavyo umeweza kuvifanya. Kiukweli kwa upande wangu, rais wangu na kuunga mkono, umefanya kazi kubwa sana na Watanzania wote wanakuunga mkono. Ndugu zangu wa Tanzania, twendeni vijijini mkaangalie ni namna gani rais amewekeza kwenye sekta ya elimu. Twendeni mkaangalie ni namna gani rais kawekeza sekta ya afya katika watu ambao walikuwa wanapata tabu. Hakuna kitu kigumu duniani, niwaambieni ukweli jamani, kama mwanamke mjamzito kwenye inapofikia hatua ya kujifungua. Ni jukumu zito sana. Hadi wanaume sisi wenyewe huwa tunapagawa. Nikwambie tu ukweli. Hadi wanaume huwa tunapagawa. Namuombea Mungu mke wangu atoke salama. Mke wangu atoke salama. Kwa sababu gani? Sababu ya kwanza, yani issue ya uzazi ni issue nyingine. Kwa rais akasema kwa sababu hichi kitu ni yani lazima uwe careful yani tuzungumze hivyo. Ushanifahamu? Kwa rais akaona hapana, lazima tuwekeze miundombinu sahihi kwenye swala la uzazi. Tunaona leo ni namna gani rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alivyofanikisha kuweka CT scan kwanza, alivyofanikisha kuweka mazingira bora ya wazazi, alivyofanikisha kuweka kila aina ya mazingira bora katika hospitali. Leo wewe unasimama, unasema rais hajafanya chochote. Umtendei haki. Sawa unamdhulumu. Kumdhulumu mtu si lazima umchukulie kitu chake uondoke nacho, hapana. Kumdhulumu mtu ni kutompa haki yake. Haki yake, hata ulimi nao unachuma haki. Hata ulimi unachuma haki. Ndio maana tunaambiwa tuchunge kila kauli tunayozungumza. Unapozungumza kitu uwe na maana halisi ya jambo. Kwa mimi ninachojaribu ukisema kwamba rais wetu amefanya kazi kubwa, mimi leo sitaki kuwa na mengi. Rais wetu amefanya kazi kubwa na ninampongeza sana, na bado nina ratiba ya kuweza kuzungumzia makubwa ambayo yeye binafsi ameweza kuyafanya. Lakini ombi langu mimi kwake rais wetu na Watanzania wote, tunakuombea uwe na amani. Watanzania wote tunakuombea afya njema. Watanzania wote tunakuombea uwe na amani, upigane vyema kwenye taifa hili. Na maana ya kupigana kwamba ulipotupambanie vyema sisi Watanzania. Kiukweli mambo unayoyafanya kikawaida, hata mpinzani lazima aumie. Wapinzani walitarajia kwamba baada ya miaka 3 au miaka 4 au kifika miaka hii 5, walijua wazi kama Daktari Samia Suluhu Hassan hataweza tena kuendeleza. Lakini umeweza kusimama imara. Zote hizo ni juhudi zako za kumtanguliza Mungu wako mbele, rais wangu. Zote ni juhudi zako. Na ndugu zangu wa Tanzania, niwaambie tu kitu. Wote tunapaswa tumwamini Mungu kwa kila jambo. Linawezekana. Mimi leo naomba niishie hapa, nina mengi sana ya kuweza kuyazungumza. Asanteni sana, lakini wale wanao mvunja moyo rais wakae chini wajitafakari. Yeye hawachukii, labda naomba nilikuwa nataka nimalizie, niliweke sawa. Jamani, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hajawahi kumchukia mtu wa upinzani hata siku moja. Ndio maana aliwapenda, akaamua warejeshe, waingie kwenye mfumo, watengeneze chama. Bahati mbaya wameenda kukiua chama wao wenyewe. Bahati mbaya wameondoka kwenye uchaguzi wao wenyewe. Rais aliwaita state, wakakaa nao, wakazungumza, wakakubaliana mambo, na kwa furaha yao wakamuita kwenye kongamano la wanawake la BAWACHA. Furaha yao kwamba kweli mama ametufanyia haya. Ushanifahamu? Ina binadamu, unajua binadamu sisi mtihani sana. Yaani unaweza kumfanyia wema wote binadamu, lakini baadaye anakugeuka. Ndicho wanachokifanya ndugu zetu wa Chadema. Lakini Chadema rais Samia hawachukii, anawapenda kama Watanzania, kwa sababu wote tunatengeneza taifa la pamoja. Msifikiri rais Samia anazichukia siasa zenu. Yeye anachukizwa tu kama binadamu. Anaweza kachukizwa yale na yale maneno yenu ya ovyo, lakini anajua kwamba ni siasa, kwa sababu yeye ni mkomavu kwenye swala la kisiasa. Kwa mimi niseme tu kwamba rais Samia anawapenda sana Watanzania wote, haijalishi wewe uko chama gani, ili mradi wewe ni Mtanzania. Ndio maana ombi lake ni amani. Amani hii itamlinda mwana Chadema, amani hii itamlinda mwana CCM, amani hii itamlinda mwana ACT, amani hii itamlinda mwana CUF, amani hii itamlinda mwana NLD, amani hii itamlinda mwana Chauma.
Ndio maana tunapozungumza, ukimwona kiongozi anawataka anawasii viongozi wa dini, anawasii wa Tanzania juu ya amani, mjue kwamba kiongozi huyu ana mapenzi ya dhati. Ana mapenzi ya dhati. Asanteni kwa kunisikiliza.